Wapenzi watazamaji, kipindi ambapo masaa machache yamesalia Sifuna kuweza kuandaa mkutano mkubwa katika kaunti ya Kakamega Amalemba Grounds, serikali inazidi kupanga goons watakao haribu mkutano wa Sifuna. Yaani serikali nzima ambayo iko na machinery inaogopa watu wawili watatu, kwa sababu ni Sifuna. Tuko na mtu ambaye anaitwa Babu Orengo, Osotsi Amisi. Tuko na watu kama vile Anthony Kibagendi, Richard Mwamwemo Nyonka, Barongo na wengine. Yaani serikali inaogopa inaogopa viongozi ambao wanatetea wananchi. Taarifa ambazo ninafikishiwa ni kwamba mipango ya kuharibu mkutano wa Sifuna na kumfukuza upande wa Kakamega inaendelea. Ninaelezwa kwamba mkutano wa Sifuna wa Kakamega, Linda Mwananchi, umeweza kutikiza serikali mpaka wameogopa kwamba mambo yakiendelea hivi hawatapata kura mwaka ujao. Sasa ninaelezwa kwamba goons wanaendelea kulipwa upande wa Kisumu Railways opposite YMCA Kisumu alongside Nairobi Road. Tunaelezwa kwamba mtu ambaye anasimamia hili zoezi la kulipa hawa watu wakuje kuharibu mikutano yake Edwin Sifuna upande wa Kakamega anaitwa Boy Akoth, ambaye ni mtu wa karibu sana na katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo. Sasa mimi nimekwisha waambia ukweli. Kipindi ambapo wamekwisha lipwa, wamemalizwa kupewa pesa, vijana hao waliweza kuita wanahabari, wakaonya Sifuna, wakaonya Babu. A mere human being is now threatening a senator, threatening a governor, threatening MPs. Take over. Sisi ndio team Sifuna. Where does it come from? Where did it started from? And where is it going from? Where is it going to? As Kisumu residents, we request you, Babu Owino, kindly respect Dr. Raymond Omolo. He is the Luo one who is serving the most crucial department in government. We want a respect and a total because he is our son, the same way you claim to be our son. We respect you as Babu Owino, but we urge you, please, respect Raymond Omolo. Respect Raymond Omolo as our son. We don't want that jealousy character of attacking every Luo who works in government. I want to state it very clearly that if you look the trend of Sifuna, he is keen attacking Luos who are serving in the Ruto's regime, but he cannot attack lawyers who are serving in the Ruto's regime. We are not going to allow that. We are not going to accept shenanigans who are going to come here to take Luos to opposition. Luos are in government and I think with that, we are waiting that Babu and his team. Kisumu, tumeichunga, tumelinda, ni background ya William Ruto. Hao vijana wamelipwa kuimba tutam, wamelipwa kutishia Babu, na vijana hao except akina mama, kwa sababu wengine waliitwa kuweza kuimba tutam. Alafu except akina mama, miongoni mwa hao ambao ni wavulana wataanzishiwa safari kuelekea Kakamega kwenda kuharibu mkutano wa Sifuna. Unajua, kumbe hao wanasiasa wanapata intel information mapema sana.
Hichi kitendo kimetendeka leo, vijana wamelipwa. Mnakumbuka jana Babu Owino akimuonya Raymond Omolo, akimwambia wewe ni kitu kidogo. Tunajua umekwisha panga vijana kutoka Kisumu, wacha wakuje kama wao ni wanaume. The rally that is being organized in Kakamega, we will be there and you cannot stop this rally. This rally is bigger than you. You are just a mere PS in the interior section. There's nothing you can do. We've dealt with bigger people. Kama boss wako ndiye hatuwezi, wewe utatuweza aje? And Raymond, as we speak, you are organizing goons being transported from Kisumu. From tomorrow will be transported from Kisumu all the way to Kakamega to bring violence, to hurt other Kenyans. I want to challenge you. I want you to come to Kakamega yourself. We see if you will still be Raymond Omolo. And my brother, you cannot intimidate us. Boss yako mwenyewe hatuwezi. Wewe utatuwezaje? The other day you organized goons who vandalized our PA system at Kitengela. You are paying them 1,000, 2,000 Kenya shillings. And I want to tell you that we will not stop until we reach our destination. Thank you. Wacha tu niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji. Watu kama hawa ambao wamepangwa kwenda kuharibu mikutano wakiumizwa, watalaumu nani? Utalaumu nani? Kwa sababu huyu mwanasiasa mwenye amekupea pesa uende kuharibu mikutano hata kupigia simu. Hawezi akakupigia. Hawezi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, karibu tuweze kuyachanganua haya kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele ili tuweze kusonga mbele. Kwa sababu ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja ili kuendelea kupokea taarifa zetu. Sasa ninaelezwa kwamba kuna mtu ambaye ameweza kunitumia ujumbe akiniambia kwamba any goon planning to disrupt tomorrow's rally at Kakamega, my message to you is number 1, don't let someone else take care of your children. If you want someone else to take care of your children, God forbid, then you can come. Sasa huo ni ujumbe ambao nimeweza kutumiwa kutoka upande wa Kakamega, ambao unasema kwamba yeyote ambaye anapanga kwenda kuharibu mikutano ya Sifuna upande wa Kakamega, basi itakuwa ni kana kwamba umeweza kupea watu wengine jukumu wa kulelea watoto wako. Kwa sababu hiyo itakuwa ni kana kwamba ukienda pale watu wakikushika, basi utakuwa umeumizwa vibaya. It is either utaachiliwa ukiwa na majeraha au utaachiliwa ukiwa umefariki. Kwa sababu for God's sake, ni kwa nini uweze kulipwa uende kuharibu mikutano ya watu ambao wanatetea wananchi? Ingekuwa ni watu ambao wanatuambia kwamba maisha ya wananchi si lazima tuweze kuyaangalia. Maisha ya wananchi, sasa tukubali tu ushuru ambao tumewekewa, angalau sasa wananchi hata mngeenda kuharibu hiyo mikutano ingekuwa mbaya. Lakini sasa angalia mikutano ambayo inauliza serikali maswali ya ukweli. Mliweza kuahidi wananchi mtatuundia hichi, hamjaweza kutuundia. Alafu mnataka kwenda kuharibu mikutano kama hiyo. Unajua wale ambao wanapanga mikutano kama hii wameogopa huu mrengo wa Sifuna, kwamba wengine wao watapoteza kazi. Angalia mtu kama vile huyu ambaye ameweza kutuhumiwa Raymond Omolo, anaogopa atapoteza kazi yake ya ukatibu mkuu iwapo Sifuna ataendelea hivi, waungane na wengine ili waweze kuunda serikali. Wengine watakuwa wamepoteza ajira. Sasa hiyo ndio sababu ambayo inafanya viongozi kama hawa wanaogopa. Sijui kama unanielewa. Ndio maana inafanya viongozi kama hawa wanaogopa na wanaandaa goons ili wakuje kuharibu mikutano ya viongozi wengine upande wa Kakamega. Number 2, I think kuna viongozi ambao
walikuwa wamekwisha ahidiwa watapewa kazi na William Ruto iwapo atashinda 2027. Viongozi hao wakaambiwa jukumu kama vile akina Ayub Savula, wengine wakaambiwa kwamba tutawapea tenders kwenye serikali. Sasa wameona Sifuna ataenda kuvuruga nyama yao ambayo walikuwa wameahidiwa na Rais William Ruto. Sasa ndio maana wameanza kupanga mikutano kama hii ili kuendelea kushambulia wananchi. Vile vile kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Viongozi wengi wanapanga kutishia wananchi, ama viongozi wengi wanapanga kuuza uoga, ndiposa wananchi wasijitokeze kwa wingi kuelekea kwa mkutano wa Kakamega. This is a tactic of selling fear to Kenyans. Kutisha, sijui tumeweza kupanga guns ndio watu waweze kuogopa. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Wanajaribu kuuzia wananchi uoga ili wasije wakajitokeza kwa wingi wafike kwenye mikutano hii. This is a tactic of vitisho, intimidation. Sina mengi, tupatane kwa kanda ijayo, lakini ujumbe wangu nami ninarudia, iwapo utakubali watu waweza kulea watoto wako, utakuwa umejikosea. Unalipa shilingi 1000 upewe na lunch, uende kuumiza watu ambao wanafika kwenye mkutano wa kisiasa, utagongwa vibaya. Ujumbe wangu wa mwisho kwa mashabiki wangu wote kutoka Vihiga, Busia, Kakamega, Bungoma, tujitokeze kwa wingi tumulaki mtoto wetu Sifuna.